Na hii leo mwanamke unayenisikiliza lakini pia unayenitazama, hebu njoo, kwa sababu bwana kuna wanawake huko nje wamejua kwamba ukiwa kwenye 6 bedini na mpenzi wako lazima uonyeshe utundu. Lazima umuonyeshe mambo ya unyagoni. Almuhimu yani pale chumbani kuwe na vita vya unyagoni na jandoni. Lakini kuna baadhi ya wanawake huo unyago, huo utundu lazima muupunguze. Sawa As much as imesemekana kwamba mwanamke ni lazima ajitume, kuna wanawake ambao katika 6 bedini, unajua raha ya kuvumbulana ni mara umewekwa Hanisi style, umewekwa poponyundo, mara umeambiwa ruka churachura, umemkunia mwenzako nazi, mbuzi kagoma kwenda, umemchunia tembele. Sijui kama unanielewa. Sasa kuna baadhi ya wanawake wakiwa na waume zao, na nyinyi wanaume pia musikilize, kwa sababu mambo haya mwanamke wako akikukataza hiyo style usijiulize ati kwa nini mbona umenikataza. Hapana. Kuna baadhi ya wanawake ambao hawafai kuikalia. Yani ule uume wewe uchezee vovote unavyotaka, mkunie nazi, mchunie tembele, mfanyie mbuzi kagoma kwenda, lakini katu usiukalie uume wakati wa kuvumbulana. Mwanamke wa kwanza ambaye hafai kabisa kuukalia uume hata kama ana mbwembwe za namna gani, I say mwanamke ambaye amefanyiwa operation. Wewe kama unajua umefanyiwa upasuaji, hata kama ni mdogo wa aina yoyote, chonde usikalie uume. Sijui unanielewa? Kwa sababu badala ya kupata raha utakuwa na karaha. Ule upasuaji unaweza ukafunguka na mambo yakawa sege mnege. Kwa hivyo tafadhali, ukiwa wewe ni mwanamke umefanyiwa upasuaji wa aina yoyote, tafadhali katika kuvumbulana kwako wewe na mpenzi wako usikalie uume. Lakini kuna mwanamke naye pia ambaye ni mnono kupitiliza. Sijui unanielewa? Ni mnono kupitiliza shekhe. Kama unajua uko kwenye obesity, usikalie uume. Basi alafu uwe kwenye obesity, yani umnono kupitiliza, alafu iwe hauko flexible. Wewe unataka kuvunja uume wa mume wako. Alafu itakuwa utachezea nini? Uume ukivunjika utachezea nini? Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke na unajua una unene ama ubonge ama una weight kupitiliza, tafadhali chonde usikalie uume. Yani hata ikibidi mwambie mimi mume wangu naogopa mende lakini napenda kifo chake, basi wacha nikupatie Hanisi style. Mbona style ziko nyingi? Au namwambia mume wangu mimi napenda ile poponyundo. Wewe unajua style ya poponyundo hii. Alafu sasa kuna mwanamke mwingine ambaye kina chake ni kifupi. Tafadhali usikalie uume kama unajua kina chako wewe ni kifupi. Yani in other terms namaanisha iwapo wewe ni mwanamke alafu kizazi chako kiko karibu. Manaki mashallah alhamdulillah kuna wanaume wengine wamejaliwa na jaa la ng'ombe. Chonde umekalia uume, wenyewe unataka kuonyesha utundu wako. Kuna mama kuna nazi kuna. Sasa wakati ule unakuna, kizazi nacho kinasongea. Wengine wanasukumwa vizazi mbele, wengine vinakobolewa, wengine vinapindishwa, kwa sababu tu haujajulia staili ambazo unafaa kuzitumia. Sasa wewe kuna nazi, ukishuka tu kwenye kukuna nazi, ukituja hivi hakuna matusa wala tui, wewe unafanya masiara. Kwa hivyo tafadhali
ukijua kina chako ni kifupi ama kizazi chako kiko karibu, na unamjua mwanamume wako amejaliwa na jaa la ng'ombe, yani ya kwake na ya jirani ya ukoo wake mzima, basi jihurumie mtoto wa kike. Sawa jihurumie. Usikalie uume, maana kizazi kitakobolewa. Mbona kunazo staili tofauti tofauti? Sio lazima mkunie nazi, chuma tembele, kuna mbuzi kagoma kwenda, kuna one term, kuna two term. Hizo zote ni staili za kuvumbulana. Sawa kuna hanisi style, kuna poponyundo, kuna 69, kuna spooning. Tumia hizo, usijaribu. Sawa na wale usikomoe kizazi kisa na maana unataka kumridhisha mume. Upo